Karibuni sana nyote katika mafunzo ya uandishi wa content inayoshawishi. Bila kupoteza muda, nimkaribishe mkufunzi wetu Fred Ma ili atupitishe hatua kwa hatua kwenye moduli za programu hii ya uandishi wa content inayoshawishi. Karibuni sana ndugu zangu, ni tena katika nafasi ya pili sasa, ambapo tunaenda kuangazia kwa ufupi juu ya modules ambazo tutakuja kuzipitia wakati wa kujifunza. Maana yake hizi zinatupa mwongozo wa mambo ya msingi ambayo tutakuwa tunajifunza katika programu yetu hii ya uandishi wa content inayoshawishi. Katika module ya kwanza tutajifunza saikolojia ya uandishi wa content. Hapa utajifunza siri 7 za mwandishi mahiri. Kama unataka kuwa mwandishi mahiri, basi utajifunza siri 7. Na ukisha zijua na kuziishi siri hizo 7 za mwandishi mahiri, utakidhi nawe kuwa mwandishi mahiri unayeandika content zinazoshawishi. Vile vile utajifunza sababu kuu 6 kwa nini watu husoma makala au posti mtandaoni. Manake ni kwamba endapo utazijua sababu hizi kuu ambazo zinawasukuma watu kutafuta na kusoma maudhui mtandaoni, basi utakuwa na wasaa mzuri wa kuwaandikia hayo wanayoyatafuta au kuyaandika mambo ambayo yanazigusa sababu ambazo hao wasomaji zinawafanya watafute na wasome maudhui mtandaoni. Na 3, utajifunza kwa nini mtu atasoma posti yako mpaka mwisho. Kwanza, kwa nini tunataka mtu asome posti yako mpaka mwisho? Tunataka asome posti yako mpaka mwisho kwa sababu katika utaratibu wa kawaida wa uandishi wa content, hasa uandishi wa kopi za matangazo, a call to action, CTA, mwito au wito ambao unataka msomaji wako achukue hatua gani zaidi, huwa tunaweka mwishoni mwa posti au makala hiyo. Na hivi tunapaswa kuhakikisha wasomaji wetu hawaishi kwenye vichwa vya habari tu, wanafika mpaka mwisho wa makala ili wakutane nao huo mwito au hiyo CTA, call to action, ili waweze kuchukua hatua ambayo wewe unataka wachukue. Na hivi kumbe ni halali kabisa kusema kwamba ikitokea wasomaji wako hawasomi posti zako mpaka mwisho, basi utakosa wateja. Na jambo la 4 ambalo utajifunza katika moduli ya kwanza ni jinsi ya kuwafanya wasomaji wako wasome posti yako mpaka mwisho. Tumeona katika namba 3 kwamba ni muhimu watu kusoma posti mpaka mwisho. Sasa utawafanyaje? Utafanya nini? Utaandikaje ili watu wasome posti yako mpaka mwisho? Namna hiyo tutajifunza pia katika somo la 4 katika moduli hii ya kwanza. Moduli ya pili, uandishi wa kichwa cha habari bora. Hapa utajifunza 1, saikolojia ya msomaji. Katika moduli ya kwanza tumejifunza saikolojia ya mwandishi. Katika moduli hii ya pili, katika somo la kwanza tutajifunza saikolojia ya msomaji. Lakini tutajifunza katika somo la pili kazi kuu 4 za kichwa cha habari cha posti yako. Kichwa cha habari hakipo pale kwa sababu kipo tu. Kipo pale kwa sababu kina sababu ya kuwepo pale. Na hivi tutaona hizo kazi kuu 4 za kichwa cha habari cha posti yako. Somo la 3 katika moduli ya pili tutaangazia sifa 7 za kichwa cha habari bora. Kichwa cha habari bora ndicho ambacho kinaandikwa na mwandishi wa content inayoshawishi. Ndicho ambacho kinaweza kuandikwa tu na mwandishi mahiri wa content. Sasa wewe kwa kujiunga na programu hii utakuwa mwandishi mahiri wa content. Na hivi kichwa chako cha habari kitakuwa na 1 au 2 au hata sifa 3 kati ya hizi sifa 7 za kichwa cha habari bora. Somo la 4 katika moduli ya pili utajifunza siri kuu 2 za kupata kichwa cha habari kinachobamba kwa ajili ya makala yako. Njia ya kwanza nitakufundisha jinsi ya kuandika wewe mwenyewe kichwa
cha habari. Na njia ya pili hii inahitaji kunong'oneza kidogo, kwa sababu utapaswa kwenda kuiba kichwa cha habari cha washindani wako. Nitakueleza vizuri katika wakati ambapo tutakuwa na kipindi darasani. Kwa sasa jua tu kwamba ziko namna mbili za kuandaa kichwa cha habari bora. Ya kwanza ni kuandika wewe mwenyewe, na ya pili ni siri ambayo nitakuambia vizuri tukiwa darasani. Twende tukaone moduli ya 3. Moduli ya 3 tutazungumzia juu ya uandishi wa mwanzo wa posti unaoshawishi. Umeshaandika kichwa cha habari tayari. Umeshaandaa kichwa cha habari tayari. Kinachofuata sasa ni namna ya kuanza kuandika posti au makala yako. Huwa andiki tu. Kuna namna ya kuanza kuandika. Kuna siri za jinsi gani ya kuanza kuandika. Na hapa kutakuwako na masomo matatu ambayo utajifunza katika moduli hii ya 3. Somo la kwanza ni lengo la kuandika mwanzo unaovutia. Kwa nini uandike mwanzo unaovutia? Mwanzo unaovutia katika makala yako una shabaha gani? Tutakuja kujifunza. Na somo la pili ni sifa za mwanzo unaovutia. Ili mwanzo wa makala yako ufuzu kuwa ni mwanzo unaovutia, unapaswa kuwa na sifa zipi za mwanzo unaovutia? Haya yote utajifunza kwa undani zaidi katika moduli hii ya 3, lakini zaidi katika somo la pili. Na somo la 3 utajifunza mbinu za uandishi wa mwanzo unaovutia. Mpaka sasa tayari umeshajua namna ya kuandika kichwa cha habari bora, na sasa umejifunza vile vile namna ya kuandika mwanzo bora wa makala yako. Twende tukaone moduli ya 4. Moduli ya 4 utajifunza uandishi wa posti inayoshawishi. Hapa sasa tunaenda kuandika makala yenyewe, posti yenyewe, kiini cha posti. Na katika moduli hii ya 4 tutakuwa na masomo 5. Somo la kwanza utajifunza jinsi ya kutumia nguvu ya urahisi. Jinsi ya kutumia nguvu ya urahisi. Kama unaandika makala zako kwa lugha ngumu, kwa namna ngumu, unaweza ukaandika kwa lugha rahisi lakini ukaandika kwa namna ngumu. Unaweza kuandika kwa lugha ngumu na ukaandika kwa namna rahisi, lakini bado makala yako ukiandika hivyo haitakuwa rahisi. Kwa hiyo utaenda kujifunza ni kwa namna gani unapaswa kutumia lugha rahisi na uandike kwa urahisi, ili makala au posti yako ieleweke kwa urahisi. Isipoeleweka kwa urahisi, hakuna mtu atanunua bidhaa yako. Hakuna mtu atasoma makala yako mpaka mwisho. Na hivi hasara hiyo tunaenda kuimaliza kabisa katika program hii ya uandishi wa content inayoshawishi. Somo la pili, utajifunza jinsi ya kutumia nguvu ya credibility, yani sifa na hadhi yako kwa wasomaji wako. Je, utafanyaje ili uaminike na kile unachokiandika kiaminike na wasomaji wako? Kwa sababu kama mtu hakuamini, hawezi kununua bidhaa kwako. Kama mtu hakuamini, hawezi kusoma makala yako mpaka mwisho. Kama mtu hakuamini, hawezi kuchukua hatua ambazo wewe unataka azichukue. Asipofanya hayo, unakuwa umepoteza muda mtandaoni. Sasa katika karne hii ambayo maudhui ni dhahabu, ni hasara kiasi gani kupoteza muda mtandaoni? Tunaenda kukufundisha sasa namna ambavyo hautapoteza muda tena mtandaoni, kwa sababu makala zako zitavutia, na vile vile kama ni matangazo yako yatavutia, na hivi watu watanunua bidhaa ama huduma zako. Katika somo la 3 utajifunza jinsi ya kuamsha udadisi wa msomaji wako ili asome mpaka mwisho. Tunaenda kukufundisha namna ambavyo utakuwa unauchokonoa udadisi. Mwanadamu ameumbwa na hamu ya udadisi. Mwanadamu ameumbwa na hamu ya udadisi. Kwa mfano umepanga kwenye nyumba. Nyumba ina vyumba 3 na umepanga hiyo nyumba, na umeambiwa unaweza kutumia vyumba 2, lakini hiki kimoja mwenye nyumba amekifunga, anakuambia usiingie.
unaweza kuona utakuwa na hamu ya kujua kuna nini katika chumba hiki. Utakuwa na ile shauku, kuna hali ya udadisi. Na hivi unapoandika makala ambazo zinaamsha akili dadisi ya msomaji wako, basi msomaji wako atatamani kusoma mpaka mwisho. Bila shaka mmewahi kukutana na makala ambazo unasoma inavutia. Unasoma unadhani kana kwamba alikuandikia wewe. Unacheka, panapotakiwa kulia unalia, panapotakiwa kutikisa kichwa unatikisa kichwa. Unatamani kujua nini kinaendelea, mwisho utakuwaje. Unaanza kutia huruma, unaanza kupata furaha. Sasa hao walioandika hayo ni watu ambao wamejua namna ya kuamsha hali yako ya shauku na udadisi. Nawe baada ya programu hii utaenda kuwa mwandishi wa aina hiyo. Katika somo la 4 utajifunza nguvu ya kurudia maneno yenye nguvu. Sitasema sana hapa kwa sababu nikikupa uhondo wote hapa darasani usije ukasinzia. Na somo la 5 utajifunza jinsi ya kuamsha akili nafsi, ubinafsi, ego ya mtu ili ajihisi kweli umemwandikia yeye. Je, utawezaje kuandika makala za aina hiyo? Jibu ni uandishi wa content inayoshawishi, kwani utajifunza hayo yote. Moduli ya 5 ni uandishi wa mwisho wa posti, ambayo itakusaidia kukuletea wateja wengi au wafuasi wengi. Tumeona namna ya kuandika kichwa cha habari, tukaja kuona namna bora ya kuandika mwanzo mzuri unaovutia. Tumeona pia namna gani unapaswa kuandika kiini cha makala yako, na hatimaye tunalazimika kuhitimisha makala yetu. Hii ni fursa nzuri sasa ambapo unapaswa kumweleza msomaji wako baada ya kufika tamati ya makala yako nini afanye ili apate nini, nini akifanye ili awe wapi, nini afanye ili aende wapi. Msomaji wako hapendi kuishia alipoishia, anapenda kuanzia alipoishia. Yaani mwisho wa makala yako kwa msomaji wako ni mwanzo wa safari mpya nyingine. Na hivi utajifunza: 1, umuhimu wa kuandika wito, yani hatua ya kuchukua. Na 2, uandishi wa wito unaowasukuma wasomaji wako wachukue hatua zaidi ya kusonga mbele nawe. Baada ya kuangalia hizi moduli 5, sasa kilichopo ni kuangazia bonus bab kubwa ambazo tumekuandalia. Bonus ya kwanza ni uandishi wa posti ambayo itakuletea wateja wengi. Na hapa ziko mbinu 7, lakini utajifunza mbinu 6 za uandishi wa posti ambayo itakuletea wateja wengi. Hiyo ni bonus babu kubwa ya kwanza. Bonus babu kubwa ya pili ni mbinu ambayo itakuwezesha kuandaa mkusanyiko wa posti zinazofanya vizuri sokoni. Kwa kitaalam tunaita swipe files. Kwa mfano mimi ninazo makala ambazo nikisoma huwa navutiwa nazo, huwa nazikopi, naziweka kwenye faili. Kwa hiyo kwenye faili langu nina makala nyingi. Kwa hiyo nawe utajifunza namna hiyo ya kwenda kuchukua makala za watu na kuziweka katika faili lako, ili wakati unapokuwa umetulia ujifunze ameandikaje. Unachukua zile makala ambazo zimefanya vizuri, ambazo zina engagement kubwa, ambazo zina likes nyingi, ambazo zina comments nyingi na kadhalika. Unachukua ile makala, unaistudy. Kwa nini tunaichukua na kutengenezea faili? Ni kwa sababu unaweza usipate muda wa kuistudy vizuri pale ukiwa labda Facebook au Instagram. Ichukue, iweke mahala, ili uwe na siku maalum kwa ajili ya kuzipitia zile makala ambazo zimebamba kwa wiki hiyo. Unaenda kujifunza mtindo wa uandishi, kichwa cha habari alichokiandika, mwanzo, kiini, hitimisho, na hayo yote utakuwa unajifunza. Na hivi tutashirikiana kwa pamoja kuandaa swipe files. Na hivi kila mwanafunzi wangu atapaswa kuwa na swipe files. Bwana, si sasa ni ya kibabe zaidi. Kitabu changu cha uthibitisho wa jamii utajipatia bure. Kitabu cha uthibitisho wa jamii. Geuza wateja wako kuwa mabalozi wa kukuletea wateja wengi. Watu wengi mteja akishanunua wanaachana naye, hawana mpango naye tena.
kumbe ni rahisi sana mteja kukuletea mteja, na mteja kukuletea mteja, na mteja akakuletea mteja. Hebu angalia hiyo. Hiyo ni nzuri sana kwa sababu unalipa mara moja kupata mteja, kisha hapo yule mteja anaendelea kukuletea wateja, na wale wateja wataendelea kukuletea wateja, na hao wateja wataendelea kukuletea wateja. Na hivi katika kitabu hiki cha Uthibitisho wa Jamii nimeziainisha mbinu ambazo unaweza ukazitumia ili kuwafanya wateja wako wawe mabalozi wa kukuletea wateja wengi. Kitabu hiki ni kitamu sana. Na hivi kwa ujumla, uandishi wa content utajifunza saikolojia ya uandishi, uandishi wa kichwa cha habari bora, uandishi wa mwanzo wa posti inayoshawishi, uandishi wa posti inayoshawishi yani kiini, uandishi wa mwisho wa posti, na baadaye utajifunza namna ya kuandika posti inayobamba kwa kutumia zile mbinu 6, lakini vile utajifunza mbinu za kuandaa swipe file, mkusanyiko wa posti au makala zilizofanya vizuri za washindani wako. Lakini vile hatimaye utajinyakulia kitabu bora kabisa cha Uthibitisho wa Jamii ambacho kitakufundisha namna ya kuwageuza wateja wako kuwa mabalozi wa kupata wateja wapya. Basi ndugu yangu, mpaka kufikia hapa ninakushukuru sana. Programu yetu hii ya siku 10 ni programu tamu sana, ni programu muhimu sana. Kama wewe ni mjasiriamali mkubwa, kama wewe ni mjasiriamali chipukizi, kama wewe ni mfanyabiashara, kama wewe ni mwanafunzi, kama wewe ni mwandishi wa habari, kama wewe ni mwana maudhui, kama wewe unafanya kazi yoyote inayohitaji kuandika, na katika uhalisia hakuna kazi isiyohitaji kuandika, basi nikukaribishe katika programu hii. Na kama unayatazama haya tayari ukiwa katika group la WhatsApp ambapo watu ambao wanatamani kujifunza hayo wamekusanyika, basi utapokea ujumbe wa maelezo ya kina ni kwa namna gani unaweza ukalipia programu hii kwa bei ya bando tu, ili sasa uweze kujiunga na kujifunza haya yote na mengine zaidi ambayo hayapo katika module ambayo yatakuja kama surprise. Na kama wewe unaangalia hapa kwa mara ya kwanza YouTube, basi kwenye description hapa kuna maelezo ambayo yatakusaidia wewe kuwasiliana nami ili uweze kujifunza programu hii, na nitakueleza malipo ya programu hii ambayo ni bei rafiki na bei ya bando, ambayo kwa pesa hiyo kwa kweli huwezi kupata popote programu yenye thamani kama hii. Lakini hakikisha unawahi hii fursa ili uweze kujifunza haya mapema na uanze kuona mabadiliko makubwa ya uandishi wa content katika mitandao yako ya kijamii, au uone mabadiliko makubwa yanayopatikana katika matangazo yako.